Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, mchezo wa mzunguko wa 27 ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania na nje ya Tanzania, ni mtanange ambao utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Tanzanite uliopo mkoani Manyara, ambapo klabu ya soka ya Fountain Gate watakuwa wenyeji wakiwaalika mabingwa watetezi wa kombe la ligi kuu ya NBC. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu umepangwa kuchezwa tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Tanzanite Kwara, ambapo katika mchezo huu tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club wapo katika nafasi ya kwanza, yani ndio vinara wa ligi kuu ya NBC, ambapo Young Africans wanakwenda kukutana na Fountain Gate ambao wao wanakamata nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Yanga kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate? Like video yetu, alafu tuende kwenye comment section, katuambie wewe unaiona klabu ya soka Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya Fountain Gate. Fahamu kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka Yanga ndio vinara kama tulivyokujuza hapo awali, ambapo Young Africans wamecheza michezo 25. Katika michezo 25 wameshinda mechi 22, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 64 na wao kuruhusu mabao 10 wakiwa na alama 67 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wakwenda kukutana na Fountain Gate ambao wao wapo katika nafasi ya 10 wakiwa wamecheza mechi 26, wameshinda michezo 8, sare michezo 5, wamepoteza michezo 13 wakiwa wamefunga mabao 29 na wao kuruhusu mabao 47 wakiwa na alama 29 katika nafasi ya 10 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini michezo 10 ya mwisho Young Africans kukutana na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate, basi fahamu kwa upande mwingine Young Africans wameshinda michezo 8 huku sare ikiwa ni michezo miwili. Kiufupi, Fountain Gate hawajawahi kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ama timu ya wananchi. Kwa hiyo wanakwenda kucheza mechi ya duru la salama, huku Young Africans wakiamini wanakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kutokea Manyara katika uwanja wa Tanzanite uliopo pale Kwara katika mkoa wa Manyara. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupata pigo kubwa kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao watakwenda kukosekana katika mchezo huu wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Nyota wa kwanza ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni mchezaji anayecheza eneo la fullback namba 2. Hapa tukienda kumongelea ya Otoula Kwasi, ambapo mchezaji huyu tunaona bado anauguza majeraha ya kifundo cha mguu ambayo aliyapata akiwa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa pili ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni mchezaji anayofahamika kwa jina la Pacome Zouzoua, ambaye naye pia anauguza majeraha ya kifundo ambayo aliweza kuyapata akiwa anaitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club katika mchezo wa Kariakoo Derby dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Lakini nyota mwingine ambaye Yanga anatarajia kumkosa ni Khalid Aucho, ambaye naye pia anauguza majeraha ya goti ambayo aliyapata akiwa na kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Shekani Hamis. Huyu ni mchezaji ambaye anahudumu katika eneo la kiungo mkabaji, ambapo nyota huyu atakwenda kukosekana kwa sababu yupo katika timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao wapo confirmed watakwenda kukosekana kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club pale mkoani Manyara dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Tuambie eneo la comment kukosekana kwa Pacome Zouzoua katika eneo namba 10. Je, aanze mchezaji anayofahamika kwa jina la Stefan Aziz Ki ama Clatous Chama Chama? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara,
kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Shaysa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Shaysa Sultan ili utibiwe. Hakika Shaysa Sultan ndiyo kiboko yao.